Huu ndo mtambo ambao unatumika kukaushia tumbaku. Na unachotumia hapo ndio hayo malanda ya mbao. Unataka kuniambia bani hili ndo limekausha tumbaku yote ile uliyokuwa ukisema? Ndio. Na huu ni mchomo wa 3 kama ulivyosema. Huu ni mchomo wa 3. Yeah. Kama ukitaka kutuangalia na kwenye bani utaiona jinsi zinavyokwenda vizuri. Hapo unavyoona hivi, hapa niko na chochea. Jana nimevuna, hapo nikaipandisha ndani ya bani. Hivi sasa hivi kwa jinsi nilivyoelimishwa nikaanza kuielewa vizuri. Hapa naanza na moto wa 30, mwisho 30, 31, 32. Alafu nitaenda na pani. Huu mtambo unakausha hadi kukausha kabisa ni siku 7 ya 8 unazima kabisa. Ndio. Mimi nirudi kwenye malighafi ambazo ni kuni. Unahisi mzigo ulioutumia kukaushia hiyo michomo 3 ukilinganisha na magogo ya kuni, ni kipi ambacho kingekuwa kingi? Tuseme magogo ya kuni na haya malanda uliotumia tayari hadi hivi sasa. Ukiangalia ule ujazo wa landa ulizozitumia na ujazo wa magogo ya kuni kwa michomo hii 3, unahisi tofauti ikoje? Yaani tofauti ni kubwa. Kwanza yani kutumia malighafi kama hii ya uvingili wa karanga na uvingili huu wa nani huu kama mnavyoona wa miti mbalimbali huu, yani hauchukui nani gharama kubwa kama ile gharama ya kuni, kwa sababu hapa nikipata wastani yani nililetewa kama gunia kama 20 hivi na 5, nilikuwa nimekausha mchomo ule wa kwanza. Sasa na kwa haraka tu, ndugu wasikilizaji na watazamaji, kama anaongelea swala la gunia 25, ni kwamba lori moja analolipia 1,500,000 kwa kubeba tipu moja ya kuni lina uwezo wa kubeba beg 100. Kwa hiyo kama ametumia gunia 25, anamaanisha lori moja likileta hapa, ambalo kule anachomea mchomo 1.5, ukigawanya ile 25 kwa beg 100, unapata moja kwa moja majibu ya haraka kwamba akikodi gari kwa gharama hiyo ya kubeba kuni, badala ya kutumia mchomo 1.5 atachoma michomo 4 kwa gharama ile.